unafuata, na sajili zenyewe sasa hivi ni sajili ambazo zinakuwa na upinzani mkubwa. Kwa hiyo lazima ufanye usajili sawa mapema ili kujenga kikosi kilichokuwa kilichokuwa bora. Yusuf Kagoma anasema mbona mapema ama nilizania Young Africans watarudi tena kwa Kagoma? Ndio maana nikakwambia kuna watu wako kama mafisi, wakishaona mkono unaning'inia wanajua huu unakatika muda wote. Kwa hiyo fisi ndio shughuli yake. Kwa hiyo hawana ujanja wa kutafuta wachezaji. Kwa hiyo huwa mara nyingi wachezaji wao wengi waliokuwa bora, maskauti mara nyingi wanakuwa nani? Wanakuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tumekuwa wakali sana na tumekuwa makini katika kuangalia kandarasi za wachezaji zetu ambazo zinaelekea mwishoni, kwa sababu Yusuf Kagoma alibakisha mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hivi ameongezwa miwili, kwa hiyo anakuwa na miaka mingapi? Anakuwa na miaka mitatu. Kwa hiyo huu ni ubora wa ubora wa uongozi. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani Simba ina utawala bora kwa sasa, baada ya mashabiki zake kupiga kelele sawa kuelekezea kwenye uongozi katika kuimarisha kikosi chao kuelekea msimu unaofuata. Mmesafiri kuelekea mkoani Singida, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, miongoni mwa mchezo ngumu sana siku zote mimi ninasemaga hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Singida. Hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Dodoma Jiji, na hakuna mechi ngumu kati ya Yanga na Dodoma Jiji na Yanga na Singida. Wewe mwenyewe umejionea. Sasa angalia Singida the way alivyocheza na Yanga, alafu angalia the way Singida anavyoenda kucheza na Simba, ndio utapata picha kwamba ligi hii nani anafanya nini, anaibeba na kuifanya ligi ionekane bora. Kwa hiyo mechi ngumu, na ndio maana timu imeondoka mapema kwenda kuzoea hali ya hewa, kwa sababu Singida sisi kati hapa tulipotoka kuna upepo, kuna baridi. Kwa hiyo wachezaji lazima waende wazoeane na ile hali. Mashabiki zao tuko nyuma. Sisi kesho nadhani ndio tunafanya tunatoa nanga hapa. Tunaelekea wapi? Tunaelekea Singida, na tutakuwa na siku takribani 10. Tutakuwa away from Dar es Salaam City kwa ajili ya kwenda kuipambania klabu yetu ya Simba Sports Club, kwa sababu tutaanza na Singida, tutatoka pale tutaenda na TRA, tukitoka na TRA tutaenda na Pamba Jiji, ndani ya jiji la Mwanza, ingawa tulikuwa huko na tunarudi tena wapi? Tunarudi tena huko, kwa sababu tulikaa Dodoma tukakaa Mwanza. Kwa sasa hivi kesho tunatoka, tutakuwa na safari ya siku 10. Tuko away from Dar es Salaam katika kwenda kuisupport Simba Sports Club. Kwa hiyo kesho tunaondoka kesho usiku. Mimi nadhani mchezo wa Singida ugumu wake unakuwa ni wapi? Ubora wa wachezaji ambao wana Singida? Kwanza ubora wa kikosi chao, hicho ni cha kwanza. Alafu pili vile unajua hizi timu ndogo huwa mara nyingi zikikutana na timu kubwa wachezaji wanataka waonyeshe kwamba wao kina nani. Ushajionyea mifano, umeelewa bwana. Jonathan Soa ametoka Singida amekuja Simba, lakini kilichosababisha aje ni kwa sababu ya mapambano yake katika kuipambania Singida Sports Club. Na vile wamemwona Kagoma, wamemwona Israeli Mwenda alipoenda Yanga, wamemwona Kibabage sawa, ameonyesha, na sasa hivi hatimaye yuko wapi? Yuko Simba. Kwa hiyo wachezaji wengi wanahitaji kuonyesha ili wapate kandarasi mpya, especially kuelekea katika ili duru la mwisho la ligi, duru la pili. Kwa hiyo ndio maana mechi ya Singida na Simba inakuwa inakuwa ngumu, na vile mechi ya Singida na Simba inakuwa ngumu kutokana na upinzani wa jadi uliokuwepo baina ya Singida na Simba, kwa sababu hichi ni kama kibranchi fulani cha wazee wa kijani kibranchi chao. Hii ni feeder club ya Young Africans, hiyo iko wazi, na ndio maana muda wote wakihitaji mchezaji yoyote, wakihitaji kocha, wakihitaji golikipa, wakihitaji mchezaji aina yoyote, wanaenda wanafanya wanamchukua. Kwa hiyo ndio maana unakuta upinzani unakuwa mkubwa, kwa sababu kuna vilabu vimetengenezwa kwa ajili ya kuweka resistance kwa Simba na vile kulainisha kwa Young Africans. Kwa hiyo hawa ni wahasimu wakubwa wa Simba Sports Club kutokana na uswahiba uliokuwepo baina ya Singida na Yanga, kwa sababu kila mtu ana rafiki yake. Umeelewa? Kila mtu ana rafiki yake. Kwa hiyo huyu ni rafiki wa timu fulani. Kwa hiyo ndio maana unakuta upinzani unakuwa mkubwa sana. Simba na Singida, ukija Dodoma Jiji upinzani wakikutana na Simba na Pamba, upinzani unakuwa ni mkali sana. Kwa hiyo Simba hana mechi rahisi kuelekea katika hizi mechi tatu. TRA wako vizuri, Singida nao vile wako vizuri, na ukiambatanisha na huu upinzani uliokuwepo baina ya Simba na Singida katika kumtetea ndugu yao ambaye alitaka kufanywa kitu kibaya ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo wanataka waonyeshe kwamba jinsi gani wanaweza wakamtetea kaka yao. Ukija na TRA hivyo, na ukija na Pamba mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo hizi mechi tatu zote tunazoenda away, sawa, hakuna mechi rahisi kati yetu. Pengine na ukiangalia mbio za ubingwa alama 8 mpaka hivi sasa na Young Africans, kazi ya jitihada inatakiwa kuwa kubwa sana. Ligi ni marathon.
ligi ni marathon. Huwezi ukasema kwamba tayari eti kwa sababu mtu anaongoza kwa pointi 8 tayari sisi tuna mchezo mmoja. Tukishinda mchezo wetu ina maana mchezo wa kesho kutwa, kwa moja kwa moja Simba atakuwa amepitwa pointi ngapi? Pointi 5. Na hii ilitokea hata mwaka jana, walituacha pointi takriban 7, lakini zilipunguzwa mpaka matokeo yake ikabakia pointi ngapi? Pointi 1. Hatimaye tukacheza mechi ya mwisho ambayo ilikuwa mechi inaenda kuamua nani awe bingwa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye ligi, kwa sababu ndo kwanza ni mechi ya 11. Kwa hiyo bado mechi ni nyingi, umeelewa bwana, takriban mechi 19. Kwa hiyo mechi 19 ni mechi nyingi sana ambazo zinaenda kufanya nini? Zinaenda kuamua nini? Kuamua matokeo ya nini? Kuamua matokeo ya nini ya ligi yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kuiombea dua timu yetu na maboresho tuliyoyafanya, umeelewa bwana, katika kutengeneza nini? Katika kutengeneza kikosi chetu. Na ndio maana unaona kuna ongezeko la Libe Segwe, kuna ongezeko vile vile la nani? La Innocent Aura, vile vile kuna nani? Kuna mtu anaitwa Loemba, kuna Chama Kratos, kuna Kibabagi. Hawa wote wameongezwa katika kwenda kuongeza nguvu ya nini? Nguvu katika klabu ya nini? Ya Simba, ili kuweza kupambania nini? Kupambania haya mataji yaliyobaki. Taji la CRDB, cha Federation Cup na vile vile pamoja na nini? Na ligi. Kwa hiyo ligi bado Yanga atadondosha, Simba anaweza ataendelea kudondosha. Azam kama takribani mechi ya 3 sasa hivi anatoa sare. Kwa hiyo uwezo ukasema eti fulani yuko tayari bingwa, na wakati hali yao inaonyesha kabisa wana uzofu hali, kwa sababu timu iliyofanya usajili mkubwa kwenye dirisha dogo inajulikana kabisa ni Simba, na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana. Watu Guantanamo ikageuka kwa guest. Umeelewa? Guantanamo watu walijua kwamba lile gereza linaweza likaenda kumtia mtu hatiani, lakini mwisho wa siku Guantanamo ligeuka kwa nini? Kwa lounge. Na watu wakafanya mambo yao, tukageuza hapa kwa dhuluma kali kabisa. Mnyama akaenda kufanya nini? Akapoteza pointi 2 katika uwanja wa nini? Uwanja walioita Guantanamo. Pengine mnadhani mchezo dhidi ya Singida Black Stars kwa upande wenu unaweza ukawa ni mchezo wa kisasi, hali mmeshatoa sare na Young Africans, kwa hiyo wanaamua kumaliza hasira zao zote kwa upande wenu? Kwa maana ukimsikiliza Hussein Masanza anasema wao kama wao walipoteza alama 3 dhidi ya Young Africans, kwa hiyo wanajua ni wapi watakapokwenda kuzifuna hizi alama 3 zilizopotea dhidi ya Young Africans. Wewe nadhani umekuwa katika makuzi ya Uswahilini, si ndio? Mfano labda wewe una mdogo wako, wewe umeenda umechezea kichapo, sawa, umepigwa makonzi mengi, ukikutana na yule alompiga makonzi nani kaka yako, wewe utamwacha tu hivi? Si lazima utataka ulipiza kisasi. Ndicho kitakachofanya nini? Kitakachotokea. Ndio maana nikakwambia kuna uswaiba baina ya Yanga na nani? Na Singida. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mechi itakuwa ngumu. Mechi itakuwa ngumu. Hakuna mwizi anayeiba akakwambia mimi ni mwizi. Mimi nakupa silent feature tu, sawa? Ngoja, mimi nakupa silent feature. Nakupa silent feature. Wewe uko kwenye mashindano ya kimataifa, si ndio? Unahitaji wachezaji wako, unaweza ukatoa wachezaji wako, yaani mfano mfuate National Rally sasa hivi, umwambie Ima Moshu, umwambie El-Sheati, umwambie Rabi Rabia kwamba hawa watoke waelekee nani? Waelekee nani? Zamalek ya Misri. Inawezekana? Haiwezekani. Haiwezekani. Wote mko katika vita moja. Kimataifa wote mko kimataifa, na kwenye ligi yote ni matitle contender, mnaenda kugombania nini? Mnaenda kugombania kile kikombe, lakini mwisho wa siku unatoa wachezaji wako muhimu, yani wanajeshi wako ambao ulishawafundisha jinsi gani ya kutumia silaha, unaenda unamkabidhi mwenzi wako, unataka kwenda kupigana naye vita. Kwa hiyo hii moja kwa moja inaonyesha hapa kuna uswaiba baina ya nini? Baina ya timu hizi mbili. Kwa hiyo Singida Sports Club na Football Club imekuwa kama feeder club kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya timu fulani, na ndio maana umeona wamemtoa Damaro, umeelewa bwana, wamemtoa Frank Yasinki, wamemtoa Israeli Mwenda, na wanaendelea kutoa mchezaji yote pale akihitajika, hata kocha sasa hivi akihitajika. Na mtapewa Kibabage. Kibabage sisi hatujapewa. Kibabage amefungua kesi TFF, mwenendo amevunja mkataba, wakagombana wakapelekana TFF, lakini mwisho wa siku dogo akafanikiwa kuvunja mkataba, ndio akaja Simba. Lakini Damaro, umesikia wewe, kuna teteso yote labda waligombana kwa nadhabu niambie, mnakwenda kucheza na timu zaidi ya moja? Kesho tunacheza timu zaidi ya moja. Kesho tunacheza na Azam, kesho kutwa tunacheza na Azam, tunacheza na Yanga na tunacheza na Simba. Azam wanaingiaje tena? Azam wanaingia kwa sababu Azam ana upinzani mkubwa sana na Simba. Unaelewa? Kwa sababu mpaka sasa hivi tumemwacha pointi ngapi? Pointi 2. Kwa hiyo ana upinzani na nini? Na Simba. Naye anahitaji kucheza nini? Klabu bingwa. Tunagombania nafasi 2 za juu. Watu waende nini? Waende klabu bingwa. Kule kuna raha.